Yaani niweke sawa, BOT kama BOT, Bank of Tanzania, wanafahamu nini kinaendelea katika digital space. Wanafahamu kuhusiana na masuala ya blockchain technologies, wanafahamu kuhusiana na cryptocurrencies, kwa sababu hata huyo ambaye wamemuweka kwa ajili ya kama tuite ni kama mwalimu tufanye, ambaye anatupitisha katika hizo mada zake, zile mada 9 zote zinajadiliwa humo, anauelewa kuhusiana na hayo masuala, lakini uelewa wake sio ile in deep, anauelewa ule wa kufundishwa, yani wa kupitishwa, kwamba tunakupa kozi, tunakufundisha. Ni kama vile mathalan vile kama inapotokea swala la uchaguzi, inapotokea swala la kuandikisha daftari la kudumu la kupiga kura, wanachukuliwa watu wanaenda kudarasishwa, wanaitwa, baada hapo wanaitwa wakufunzi, wanaenda kupewa semina kwamba mtaenda kuwafundisha watu kuhusiana na daftari la kudumu la kupiga kura, 1, 2, 3 vipengele hivi. Kwa wale nao wanakuja kukufundisha wewe, ambayo ndio utaenda kusimamia hilo zoezi, si ndivyo? Kwa hiyo kabla ya hapo walikuwa hawana hiyo elimu wameipata tu kwenye semina kwa ajili ya kitu fulani. Kwa hiyo inavyoonekana hata huyu ambaye yupo nasi ni kama elimu yake ni ya semina tu, sio kwamba naye ni mbobevu in deeply katika masuala ya blockchain technology. Nikiwa na maanisha kama yeye ndo ameletwa hapo na BOT na amedarasishwa na watu na taasisi, tafsiri yake basi taasisi inafahamu kuhusiana na hilo swala, au benki au serikali inafahamu kuhusiana na hilo swala, si ndivyo? Na hata mada zinazowekwa hapo ni kwamba serikali inafahamu hilo swala. Kwa jinsi sasa ya kuiendea, sheria zake, nini yake, sio nini yake, ndio wanataka wasikilize pia wadau, nchi wenzetu wanajuaje. Kwa wenzetu wamepiga hatua, kwa sababu tayari inavyoonekana wana wataalamu kabisa wa hayo maswala. Kwa serikali yetu inafahamu moja nini unachokifanya. Ngoja tuone huko mbele mwisho wa siku ni nini tunaweza tukakijua zaidi. Kwa siku ya kwanza tu nimepata funzo kubwa sana